Siku ya Jumamosi, siku imetakaswa na Mwenyezi Mungu kwa sababu yetu. Maana kila siku Mwenyezi Mungu hawezi akakuamsha akiwa anjatakasa mambo yako, ili mambo yako yakawe mema, mambo yako yakaende vizuri, neema yake ikakubebe. Ndio sababu nimeweza na kusema kwamba siku muhimu kwetu, siku ambayo imetakaswa na Mwenyezi Mungu. Imetakaswa kwa sababu utaweza na kuona wema wake, utaweza na kuona baraka zake za siku ya leo. Karibu sana katika kipindi cha Manyinyo wa Baraka, tuzidi na kufundishwa mengi tu kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madhingao ya Tapasoti Machakos Sabwendi Kota. Karibu, tubarikiwe kwa pamoja. Ningependa kuchukua nafasi hii asubuhi hii jema ambayo Mungu ametubariki. Ndugu dada mtazamaji, ni kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ningependa kukukaribisha kwenye neno la Mungu na nikusihi tukaweze kuanza kwa maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa asubuhi njema ambayo umetubariki. Neno lako li mbele yetu, tuendapo kulisoma uwe mwalimu na kiongozi wetu. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa nikaweze kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 6. Kifungu cha 6 mstari wa 6 hadi mstari huo wa 7. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 6 mstari wa 6 hadi wa 7. Tusome pamoja. Bali mwashitakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele ya wasioamini. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashitakiana nyinyi kwa nyinyi. Maana si afadhali kudhulumiwa, maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu. Mtazamaji, maneno haya ni ya kutufundisha mambo fulani. Kwa sababu Yesu alipokuwa anafundisha na wanafunzi wake, aliweza kutupa nafasi ya kuwa mashahidi ya kwamba Yesu yu hai. Na sisi tunaendeleza mambo kama hayo na kumuonyesha Kristo matendo aliyoyatenda kwetu ni mambo makuu. Na sisi ambao tumeokolewa kupitia kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, sisi ambao tunashuhudia ushindi wa kufufuka kwa Yesu Kristo, tunapaswa kuwa na upendo. Na ndipo maneno yanauliza, mbona tunashitakiana na kudhulumiana na kuambiana maneno mabaya, tena kwa wale ambao ama mbele sa wale ambao hawajaamini? Je, watalifuata neno la Mungu? Watamjua huyu Kristo namna gani? Kama sisi ambao tumemwamini Kristo tunaweza tukashambuliana. Nataka kukupa mfano mmoja. Je, kuna watu ambao walisimama mahali wakipanga laini, na yule ambaye alikuwa wa kwanza akavumilia, na walipoitwa kuingia kwa nyumba fulani, walikuwa imesemekana utakapoingia hapo utaeleza shida zako na matatizo yako, na utapewa ama utakabidhiwa bidhaa, pesa nyingi za kujisaidia. Kawa wakiendelea na kusubiri, yule wa kwanza akaingia, akakaa kwa muda, na alipotoka alitoka kwa maumivu, akilia sana, akijipanguza machozi. Na huyu wa pili akashangaa, alipoambiwa next hakusongea. Alimuuliza, kwani kuna nini? Wa kwanza akamwambia, ni pesa zinapeanwa pale. Mtazamaji, nakwambia
wa pili hakuingia, na watatu hakuingia, waine watano wakaanza kufumukana na wakarudi makwao. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu yale mambo ambayo yanasemekana yanapatikana pale humo ndani ya hiyo nyumba walikuwa wameingia, hayaambatani na matendo yanayoonekana na yule wa kwanza ambaye ametoka. Mahali kuna peanwa pesa, mtu hawezi kutoka akilia. Hapo kuna mambo, na ndio wakafanya uamuzi wa kutoingia pale. Ndipo unaona makanisa mengi hakuna mtu anaweza kuenda pale, kwa sababu badala ya kutangaza Kristo vizuri, mtazamaji, tunaingia kanisani tukiwa tumepungukiwa na imani. Tunafaa kutoka tukisema asante Yesu, kwa sababu nilikuwa chini na umeniinua. Asante Mungu, umenibariki. Wale wanapotutazama pale nje wanaona tukitoka, tukifurahia, tukiongea mazuri, na unasema tunabarikiwa. Mwingine anasikiliza anasema, hey, kama watu wanaingia pale wanabarikiwa, wanapata amani, hata mimi nitajiunga na wao. Lakini siku hizi ni mashambuliano. Nasikia watu wanatoka wanaongea machafu, wengine wanaongea sokoni maneno mabaya. Je, ni kama vile neno la Mungu linauliza, wale wengine ambao kama sisi ni mashahidi wa Kristo watapokea neno la Mungu namna gani? Kama sisi tuliomjua Kristo tunaweza kusimama na kuongea na kuongeleshana maneno machafu mbele ya wale ambao hawajamwamini. Hata wachungaji wengine unaona tu wanashambuliana mbele ya kondoo, na kuuliza hawa kondoo wataweza kuiga mambo gani? Tunafaa kuhubiri amani, amani ambayo tumepewa na Kristo. Kwa maneno tunaonyesha Kristo ni mwema na anaweza. Kwa matendo tunaonyesha ya kwamba Kristo yu hai na ni mshindi, na wale wengine wataweza kutufuata. Kwa hivyo tutunze sana imani yetu, kwa sababu sisi tumeachwa kama mashahidi wa Kristo. Tueneze, tusianze kutoka na kupotosha watu kama jinsi wale maaskari walinda kaburi walipokuja wakaleta habari nzuri, lakini wakangeuzwa, wakaambiwa, badilikeni, msiyaseme haya, endeni mkisema wanafunzi wake walimuiba. Ili wakaleta utatanishi, watu wasijue ukweli. Lakini kanisa wa Kristo, sisi kama wafuasi wa Kristo, wanafunzi wa Kristo, tunafaa kusimama na kusema hakika Yesu ni muweza. Haleluya! Kwa matendo. Na ndipo Biblia inauliza, hata ukidhulumiwa, kwa nini ulipishe? Kwa nini usiweze kuvumilia? Tunaona Yesu vile alivyodhulumiwa, lakini Yesu aliambiwa mabaya, lakini alijibu mambo mazuri. Yesu alitukanwa na hakuweza kutukana mtu. Yesu alipigwa na hakuwapiga. Maneno aliyoyasema, wasamehe Baba, kwa sababu hawajui walitendalo. Hilo ni jambo na ni neno la Wakristo. Unapokosewa na mwingine, unapotendewa mabaya, kwa sababu wewe ni mfuasi wa Kristo na unataka kumshuhudia Kristo ndani ya maisha yako, hata ukitendewa mabaya, wewe simama na waambie, Bwana, wasamehe, hawajui walitendalo. Na watu wakikuangalia jinsi ulivyotendewa, na waone haujalipisha, unaendelea kuvumilia, unaendelea kudumu katika kazi ya Mungu na mambo ya Mungu, watasema hakika fulani ni mcha Mungu. Na mwingine atapata imani na tumaini kupitia maishani mwako. Sisi tumepewa nafasi moja ya kuendelea na kuwa mashahidi katika ulimwengu ya kwamba Yesu ni mshindi. Tunaabudu Yesu ambaye amefufuka. Tunashangilia Yesu ambaye ni mshindi. Yesu ambaye amefanya vitendo vya ajabu katika maisha yetu. Lakini tuzibadilike, tuanze kurushiana maneno mbele ya wasioamini.
tuanze kutukana, kuwatusi wakitutazama, ni jambo mbaya sana, kwa sababu huyo Mungu, huyo mtu, huyo ambaye amekusikiliza atampenda Yesu, atauliza ni Yesu wa aina gani huyo ambaye mnaenda mnamwabudu na mnapotoka mnatoka mkishambuliana. Tuwe kielelezo chema. Sisi ni nuru ya ulimwengu na sisi ni chumvi ya ulimwengu, kwa sababu Yesu alituachia jambo moja, kuwa mashahidi wake katika ulimwengu. Na tuwezi kuwa mashahidi na tuwezi kuwafuna wengine na kuwafuta kwa Kristo tukiwa tuna mambo ambayo yampendezi Mungu. Tukae jinsi Yesu Kristo alivyotuachia, na tukae jinsi vile Yesu Kristo alivyovumilia na vile alivyotenda, ili wengine wakaweze kuiga mfano wetu na kutufuata na pia kuwa mashahidi wa Kristo. Mtazamaji, jioji mwenendo wako, matendo yako, usemi wako unadhihirisha ya kwamba Yesu yuwai na ni muweza na amefufuka. Tuzidi na kujiuliza na kubadilika, tukiwa kielelezo na mfano mwema. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Amina. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa ya kujifundisha neno lako. Yesu Kristo alituachia jambo moja la kuwa mashahidi katika ulimwengu, na tuwezi kuwa mashahidi tukiyatenda maovu. Mungu, tunakuomba ili ukatutie nguvu tukaweze kufuata maneno ya Mungu ambaye ni Yesu Kristo, tukaweze kufuata nyayo zake ili wengine wakaweze kumkubali huyu Kristo wakati wa kuja kwake, apate tumefanya mashahidi wengi. Tubariki na utuongoze katika jina kuu la Yesu nimeomba. Amina. Umuhimu wa upendo na msamaha katikati ya jamii ama umoja wa jamii ya waumini. Sisi waumini, kanisa la Kristo, Wakristo wote tunafaa kuwa na umoja. Huu umoja utatokana na upendo, maana hatuwezi tukawa na umoja bila upendo. Tunafaa kwanza kuwa na upendo ili umoja ukaweze na kuonekana. Na pia umoja ukionekana, tutakuwa tunajali yule mwingine, tutakuwa tunasemeana sisi kwa sisi. Hapa Paulo alikuwa anawakosoa waumini, maana aliwaona kwamba wanabebana kesi siku baada ya nyingine, wanapelekana mahakamani. Zile kesi wanapelekea wengine ambao sio waumini, ambao hamjui Mwenyezi Mungu. Sisi wa Kristo ni kama kusema tunabebana, tunapelekea kesi mtu mwingine akaweza na kufanya kesi yetu ambaye hata sio muumini, na sisi tunajiita wa Kristo. Hapa ndio sababu anawahimiza kwamba mnafaa kumaliza mambo yenu nyinyi kwa nyinyi, maana kukiwa na upendo mtaweza na kuongea msikizani, mtaweza hata na kusameheana mahali ambapo unafika mahali unaona kwamba kweli mwenzangu aliweza na kunikosea. Utafika mahali hata uweze na kumsamehe, nawe uombe msamaha. Tujue kuna haja ya kuwa tunajaliana sisi kwa sisi. Unapenda mwenzako, kile ambacho kimeweza na kumpata unahisi kwamba ni kama kimekupata wewe, kimekuangukia wewe. Tunjaliane, upendo ukawa mwingi, na tukaweza na kuwa na roho ya kusamehana kila wakati. Maana wengine wa dunia wakituangalia vizuri, wakiangalia matendo yetu, wanashangaa tu. Hao wanaitanishwa na Mungu aina gani? Hao wanasema ni Wakristo namna gani? Na tunawaona hivi, hata ni sisi tu kwa afadhali kuliko wao. Maana wakiangalia matendo wanashangaa tu, wanabaki vinywa wazi. Tuangalie upendo ukadumu katikati yetu na ukafanye kazi katikati yetu. Ninakutakia wakati mwema mpenzi mtazamaji. Mungu akatembee pamoja nawe na akakubariki. Kwa ndugu zetu, dada zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka, mkabarikiwe. Bye bye.